nizungumzie kidogo vile vile swala la ambalo limetokea wiki iliyopita kwa RPC wa mkoa wa Mara kuwazuia BAWACHA kufanya au kusherehekea siku ya wanawake duniani. Itakumbuka kwamba mwaka jana mwezi wa 6 tarehe 10 Mahakama Kuu ilitoa amri mbili. Amri ya kwanza ilikuwa ni kumzuia katibu mkuu kufanya shughuli za kisiasa pamoja na bodi ya wadhamini. Lakini amri ya pili ilikuwa ni kuzuia bodi ya wadhamini pamoja na katibu mkuu kuweza kutumia mali za chama, aidha kama kuna wakala wake au mfanyakazi yote kutumia mali za chama. Sasa tukatoa ufafanuzi kwamba waliozuiwa ni watu wawili, na tumekuwa tukitoa ufafanuzi kila kukicha kwamba waliozuiwa kufanya shughuli za kisiasa ni bodi ya wadhamini pamoja na katibu mkuu. Sasa itakumbuka vile vile kama hii ni kesi ya madai. Ni kesi ya nini? Ya madai. Yaani wadai kwa maana wadawa Said Issa Mohamed, Ahmed Rashid Hamisi pamoja na Maulida Anna Kombo wana madai yao dhidi ya watu wawili ambao ni bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na katibu mkuu. Sasa kukitokea jambo lolote la ukiukwaji wa hiyo amri, tafsiri yake ni kwamba hawa wanaohusika kwenye kesi hiyo kwa maana ya Maulida Anna Kombo, Said Issa Mohamed wanatakiwa kuja mahakamani kufungua maombi kwamba kuna jambo limetokea la wajibu maombi kuweza kudharau amri ya mahakama, lakini sio polisi kwenda kuzuia, kwa sababu ni jambo ambalo linahusu wadaawa kwenye nini, kwenye shauri hili. Sasa kitendo kilichofanywa na RPC mkoa wa Mara si kitendo ambacho kinaakisi utawala wa kisheria, na ikumbuke kwamba amri kama hizi zinawahusu watu wenyewe waliopo kwenye kesi, halimuhusu mtu mwingine yoyote. Sasa tukalazimika kutoa ufafanuzi kwamba kikao hicho au mkutano huo wa BAWACHA ni halali kwa mujibu wa sheria, kwa sababu polisi hawana mamlaka ya kuingilia kesi za madai. Hata kama kukawa kuna ukiukwaji wa amri ya mahakama, ambao sisi kama afisa wa mahakama hatutegemei wateja wetu wakiuke amri, tunajua wako sahihi na wanaheshimu utawala wa sheria. Kama kukawa na jambo hilo la ukiukwaji wa amri ya mahakama, hatua stahiki ni kuwashtaki kama walivyofanya mara ya kwanza. Mahakama nyingine alishtakiwa hapa mahakamani, alishtakiwa katibu mkuu hapa mahakamani, alishtakiwa alienda hapa mahakamani, Gervas Lenda alishtakiwa Blenda hapa mahakamani, na kesi kaisha, na ndio taratibu ya kisheria. Lakini sio polisi kwenda kuwasaidia watu watatu nyuma, jambo ambalo si sahihi kabisa sheria. Kwa hiyo ieleweke hivyo, na ndio maana tumekuwa tukizungumza mara nyingi kwamba kuna mambo ambayo kila taasisi inatakiwa kufanya kazi kwa mujibu wa sheria. Nafikiri inaeleweka kwenye hilo.